Mratibu wa huduma ya 2-in-1 yaani 2 ndani ya 1 nchini Tanzania, Bishop Dr. Benson Ruta amewataka wachungaji na Watanzania watakaofikiwa na huduma hiyo kuondoa hofu, kwani malengo yake yamejikita katika utakatifu. Akiongea baada ya kongamano la ndoa na familia lililofanyika hivi karibuni, Bishop Ruta amesema jambo moja tufahamu kwamba kwa maana hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amini asipotee bali wote wawe na uzima wa milele. Kinacho neno hapa ni nini? Ni pendo la Mungu ndani ya mtu kwa ajili ya mtu mwingine. Unajua tumechukua kasumba ambayo imeleta laana baada ya baraka. Kila mtu akija unawaza nyuma ya pazia atafanya nini? Haiwezekani, impossible. Mtu anahubiri utakatifu, mtu anahubiri ndoa mke mmoja mume mmoja, anahubiri kusameheana, nyuma ya pazia kwa kuna nini? Nasema nyuma ya pazia kuna Roho Mtakatifu kulijenga kanisa takatifu la nyakati hizi. Hapa akataja utaratibu unaotumika. Ni kwamba tumetengeneza vikundi na bahati nzuri tulikuwa na mwenyekiti wa wajane kanda nafikiri mkoa wa Dodoma. Tumekuwa na mratibu wa wajane kanda ya kati, ambao hao ndio watakuwa na monitor vile vikundi ambavyo wamevitengeneza, na vikundi vile vitasaidiwa mitaji jinsi ya kujikwamua katika matatizo yao. Mimi kama coordinator mkuu wa shirika hili la 2-in-1 kwa Tanzania, watakuwa naleta taarifa zao na wakisha taifa kwa coordinator wa Afrika, and then nafika kule Australia, tunaangalia jinsi ya utimiza yale ahadi ambazo zimetolewa. Kwa hiyo sina shaka katika hilo, kwa sababu tuko madhabahuni, watakatifu unena katika haki na utakatifu. Aidha akaainisha faida na baadhi ya nchi zilizoanza kunufaika na huduma hiyo inayotekelezwa kwa upendo wa kiungu. Hili taasisi hii imesaidia, kwa mfano Burundi, Kenya, Kongo. Kongo ni karibu majimbo zaidi ya 8 na wanafika mazingira kusaidia kuwalipia wachungaji renti za nyumba. Sehemu nyingine wamesaidia kuwasaidia watoto wa wachungaji na watoto wa shirika katika familia zile kuwasomesha watoto wao. Lakini Tanzania pale Mwanza wamesaidia watoto wa wachungaji baadhi kwenda kusoma Kenya, na wengine kusoma hata urubani. Na maeneo mengine wamewasaidia, wengine wamewajengea nyumba, wengine wanapa hela za kununua mifugo kwa ajili ya kuendesha maisha. Na hayo ningesema yanazilisha wazi kwamba taasisi liko committed kabisa kusaidia watu kwa ajili ya kujikwamua, lakini lengo kubwa wajue pendo la Kristo, kwamba Kristo anapenda watu, na kama anapenda watu kile walichonacho wanashare na sisi, na ndio amri kuu na ya kwanza, mpende jirani yako kuliko nafsi yako. Ya kale yamepita, tazama sasa ni mapya, geuza mtazamo wako ukabarikiwe. John Israeli, Banda Media, Dodoma.